Katika video leo tutakwenda kuanza somo letu jipya kabisa ambapo tutajifunza NumPy, moja ya Python library muhimu sana kwenye upande wa AI, machine learning na data science. So kama unahitaji kuwa AI engineer, machine learning engineer au kufanya kazi na data, ni muhimu sana uwe na uelewa mzuri na NumPy. So basi tukaanze. So kabla ya kwenda kuanza code ni lazima tuelewe vitu vitatu kwanza. Kitu cha kwanza ni lazima tuelewe nini maana ya NumPy. Na kitu cha pili ni lazima tukaelewe kwa nini NumPy ilianzishwa au kwa nini NumPy ipo. Na kitu cha tatu lazima tujue ni nini hasa NumPy imekuja kuboresha au ni tatizo gani ambalo NumPy imekuja kulitatua. Sasa tukiweza kujibu maswali hayo au ukiwa na majibu ya maswali hayo, basi NumPy itakuwa rahisi zaidi. So tukajibu swali moja baada ya lingine. Tuanze na maana ya NumPy. NumPy ni kifupi cha numerical Python. So NumPy ina stand for numerical Python, ambayo ni Python library ambayo inatumika kufanya hesabu za kisayansi na numerical computing, hasa kupitia array, matrices na mathematical operation. So tukaangalie kitu kingine. Tukaangalie historia fupi ya NumPy, kwa nini ipo au kwa nini ilianzishwa. Sasa turudi mwaka 2005 ambapo kulikuwa kuna developer mmoja aitwaye Travis Oliphant. Alikuwa ni mwanasayansi na alihitaji kufanya mahesabu makubwa sana ya physics na mathematics, na alijaribu kutumia Python, lakini Python kwa wakati huo ilikuwa iko slow sana. Alijaribu kutumia Python list kufanya mahesabu ya moja kwa moja. Kwa mfano tukiangalia kwenye terminal yangu, kwenye screen yangu hapa hivi nimetengeneza list. Nimetengeneza list yangu, na ndani ya list yangu kuna 1 2 3 4. Na nimejaribu kuprint list yangu mara 4, kwamba hizi namba hivi nilizoziweka zizidishwe mara ngapi? Mara 2. Na matokeo tunayotarajia ni kwamba hii moja izidishwe mara 2 iwe ni 2, hapa iwe ni 4, 3 iwe ni 6, 4 iwe ni 8. Lakini sasa Python list haiwezi kufanya hicho kitu. Kwa mfano nikirani kuthibitisha itanipa matokeo tofauti. Tukiangalia kwenye output tunaona kwamba imetugea ni 1 2 3 4, 1 2 3 4, kwamba ina duplicate ile list yetu. List yetu inarudiwa kwa idadi ambayo unaitaka. Kwa mfano tujaribu kuweka 5, after tukarun tunaona kwamba imeduplicate ile list yetu times 5. Na pia kitu kingine ni kwamba Python list haiwezi kufanya mahesabu ya moja kwa moja. Kwa mfano tukijaribu kujumlisha hapa hivi, tunapata error, kwamba inakataa. Lakini sasa tuna kitu kinachoitwa array, kwa kutumia NumPy tunapata array. Lakini tukiangalia kwenye array hizi zote zinafanya kazi. Kwa mfano ngoja nikuonyeshe. Sasa hapa hivi tuna NumPy array. Kupitia NumPy tunapata access na array ambayo inatusaidia kufanya mahesabu mazito ya hisabati. Hii NumPy imetengenezwa specific kwa ajili ya mahesabu ya kisayansi. Na ndio maana AI zina perform vizuri zaidi. Kwa mfano hapa hivi kupitia Python list kuzidisha list ikataa, lakini kupitia NumPy array inafanya kazi. Kwa mfano nikiprint hapo hivyo, print variable ali, variable ali times 2. Tukiprint tunaweza kuomba tunapata majibu kwamba tukiangalia kwenye output tumeona kwamba ile array yetu imezidishwa mara 2. Kwa mfano tukiangalia hapa chini tunaona kwamba ni 2 4 6 8, kwamba imefanya kazi. Hata tukijaribu kuweka mara 5, kuweka mara 5, tukirun tunaweza kuona kwamba imetoa 5 10 15 and 20. Na pia tukijaribu kutumia operator nyingine, kwa mfano maybe kujumlisha, tunaweza kuona kwamba inatoa output imejumlisha 5 plus 1 ikatoa 6, ikatoa tena 5 plus 2 ikatoa 7, 5 plus 3 8 na kuendelea. Sasa hiyo ndo maana NumPy. So baada ya Travis kuona kwamba tatizo la Python katika kufanya mahesabu makubwa, basi akaamua kutengeneza NumPy, ambayo akaitengeneza ikawa specific kwa ajili ya hesabu za kisayansi, hesabu kubwa zaidi. Tutakuja kuelewa kwa nini. So pia kuna kitu kingine ni kwamba Python list ina matatizo mbalimbali. Kwa mfano tunapoongelea kwenye issue memory. Issue memory kwa hivi
kwenye Python list data unazozihifadhi zinahifadhiwa sehemu tofauti tofauti katika memory. Kwa mfano ukitengeneza list yako na ukaitia data kama 1 2 3, hizi data unazoziweka huko ndani zinahifadhiwa sehemu tofauti tofauti katika memory, kitendo ambacho kinafanya inakuwa slow zaidi. Lakini kupitia NumPy array inatupa access moja ambayo pia inafanya inakuwa fast 50 times. Okay, kwenye NumPy array data zinahifadhiwa sehemu moja katika memory, zinahifadhiwa sehemu moja na karibu zaidi, kitu ambacho inafanya zinakuwa fast. Okay, na pia tatizo lingine ni kwenye data types. Okay, tukiangalia kwenye Python list ya hifadhi kila aina ya data type. Kwa mfano hapa hivi tuna list yetu ya Ali sasa na data zetu ambazo tumezitengeneza hapa list yetu. Kwenye list yetu tunaona kwamba inapokea kila type ya data type. Kwa mfano hapo kuna number, kuna strings, kuna boolean. Okay, yana tukiprint zinafanya kazi ya, pia hiyo ni tatizo ambayo inafanya Python list inakuwa slow. Lakini tukiangalia kwenye NumPy kuna tofauti kidogo. Hii hapa ni NumPy. Okay, na nimejaribu kutengeneza list ambayo nikaweka integers, strings na boolean values. Okay, ya kwa nikijaribu kuprint tukaona kwamba imebadilisha hii array yetu na kuwa strings. Okay, ya pia tukitaka kuangalia tujaribu kuangalia data types. Okay, to printing. Okay, to printing Ali data type. Ali data type. Okay, ya sasa tukirun ya tutaona kwamba imetuambia ni U21. U21 inamaanisha nini? Hii U21 inamaanisha kwamba ni Unicode string, kwamba Python imeamua kwamba hizi strings hizi elements zote ziwe strings. Okay, na nyingine ni kwamba kwenye kufanya mahesabu. Okay, tunapojaribu kutumia Python list kufanya mahesabu inakataa, lakini tukitumia NumPy array inafanya kazi. Okay, so hii ilikuwa ni introduction kwenye course yetu mpya, na katika video inayofuata tutakwenda code. Okay, tunaenda kuangalia namna ya kutumia NumPy katika Python. So nikukumbushe, kama kutakuwa na swali uta comment, utaweza pia kushare na kulike video hii, na pia kama hujasubscribe hakikisha una subscribe ili nitakapotoa video wa kwanza kuzipata. So thanks for watching.